Msikilizaji, mimi huwa nasema kuna baadhi ya nyimbo ukisikiliza, hizi nyimbo za wasanii hao zinafundisha lakini nyingine kupotosha pia. Hivi aliyesema kwamba eti mapenzi ni pesa ni nani? Labda unaweza kaamini huko kwamba mapenzi ni pesa. Maana kuna nyimbo nasikia hapa mtaani, toa sasampa si sasampa sasampa. Mambo kutotoa kadi za maua si nini. Toa pesa. Vipi kwa upande wako wewe, mapenzi ni pesa ama mapenzi ni nini? Maana yake kuna muda unaweza kumpata huyo mwenye pesa, lakini kile ambacho utakipitia na kukiishi ni bora ukabaki masikini na ukaridhia na maisha yako. Mapenzi yana siri kubwa sana. Mapenzi ni fumbo. Mapenzi sio pesa wala hayapimwi kwa mali au hadhi ya mtu. Ni hisia tu safi ambazo zinazozaliwa moyoni, zikikua kwa maumivu, uvumilivu na matumaini. Ni simulizi ya watu waliokutana katikati ya dharau na ndoto, wakijifunza kuwa kweli katika upendo, upendo ambao hauchagui mfuko, upendo ambao huchagua moyo na uvumilivu na kumchukulia mtu ama kuchukuliana. Karibu kwenye simulizi ya penzi zito kati ya kijana Goodluck, kijana ambaye shughuli yake yeye alikuwa anauza mkaa, lakini kuna binti ambaye anaitwa Precious, mtoto kutoka katika familia ya kitajiri, lakini alinasa katika penzi zito kwa huyu kijana ambaye ni Goodluck. Penzi hilo linapingwa vikali sana na Calvin, mwanaume aliyepangwa muoe Precious na wazazi, na hata wazazi pia wanalitilia maanani hili. Nini hatma hii simulizi? Basi tega sikio uweze kufahamu kinagobaga hatma ya haya yote. Jua lilikuwa ni kali juu ya anga, ni katika jiji la Mbeya, na kuuza mkaa ndio hali iliyozoeleka katika kibanda cha Goodluck. Kijana huyo alisimama mbele marundo ya mkaa ama ile mafungu, huku mikono yake ikiwa imejaa vumbi na masizi, nguo zake zikiwa zimeloa jasho na kutapakaa masizi ya ule mkaa, lakini uso wake pia ulikuwa na tabasamu la kupendeza kila alipomhudumia mteja, ikiwa ni ishara ya kumkarimia mteja yeyote yule ambaye angeliweza kufika pale katika ofisi yake. Bosi wangu, ongeza kilo 2. Leo wageni wanaweza kututembelea Mteja mmoja alisema. Kwa upande wa Goodluck alitabasamu huku akirudisha jibu kwa ustaarabu kabisa. Hakuna shida kabisa. Hakuna shida kabisa. Biashara ndio maisha. Na ndio kitu kinachotuweka hapa mjini. Alikuwa akihudumia mteja mmoja baada mwingine. Aliweka mkaa ule kwenye vipimo vizuri na akaufunga vizuri katika vifuko, na wakati huo akipiga stories hapa na pale. Kazi mkaa ni ngumu sana, lakini ukipenda unachofanya unavuka tu, wala hakuna wasiwasi. Kikubwa ni kujua kile ambacho unakifanya, aliwaambia vijana waliokuwa wakipita njia. Na hizi ndio zilikuwa stories zake. Na kweli vijana wengi hufanya kazi kwa kuangalia hadhi yao, na labda wamesoma, wamekosa ajira, kwa kuna kazi huwapa vizuizi vigumu sana kwamba hawezi kufanya kazi kama hiyo. Mtu mwambie kijana ambaye kamaliza degree chuoni aende akafiatue tofali ama kalime mpunga huko, anaona kama huyu mbwana andhalilisha huyu. Lakini kuna wakati maisha yanatuhitaji tufanye kazi yoyote ile, ili mradi tu tutengeneze kile kitu ambacho tunakihitaji, hasa katika mahitaji yetu ambayo ya kila siku yanatuhitaji: kula, kulala, kuvaa. Kila kitu kinahitaji pesa kwa wakati huu ambao tuko nao, au karne hii tuko nayo. Basi vijana waliamini kama jamii itawadharau na kuwaona miaka yote walioitumia kusoma imeenda bure kabisa. Lakini kwa Goodluck ilikuwa ni tofauti kabisa. Yeye alikuwa akiendelea tu na kuichukulia ile kazi ni kama kazi nyingine tu ambazo mtu mwingine angeliamka asubuhi na kuelekea ofisini. Lakini cha ajabu, watu wengi walimpenda sana Goodluck, si kwa utajiri, bali kwa tabia yake nzuri, njema, upole wake, na hata jinsi alivyokuwa mkarimu kwa kila mtu ambaye angelimfesi katika uso wake. Turudi upande wa pili, tunaonyeshwa katika jengo moja la kifahari, geti kubwa linaonekana. Na hii ilionyesha kabisa watu ambao walikuwa wanaishi hapo
walikuwa ni watu wa hadhi ya juu sana, na hapo ni nyumbani kwa tajiri mmoja, Bwana Elson, ambaye anaishi na mke wake pamoja na binti yake ambaye anaitwa Precious. Precious ni binti mzuri sana. Binti mzuri mno, msomi, mwenye hadhi na staha ya kifamilia. Alishuka kutoka juu ya ngazi akiwa amejipodoa zake vizuri pale na kupendeza. Kavaa gauni lake jeupe, kiatu cha harama kidogo na kibanio chake kidogo ambacho kilikuwa kimebana nywele kwa nyuma. Lakini sauti ya mama yake iliweza kusikika. Precious, chukua gari, nenda ukampelekee Mama Feti pesa za mzigo wa 300. Mama yake alisema hivyo, akitoa kisha kumkabidhi bahasha mtoto wake ama binti yake Precious. Mama, karibu na wapi? Precious aliuliza. Karibu sana na kibanda kimoja cha mauza mkaa. Jina lake sikumbuki vizuri, lakini ukifika utamkuta na atakuelekeza vizuri. Hakikisha unawahi kurudi nyumbani mwanangu, sawa? Precious akatikisa kichwa na kutabasamu kidogo. Kisha akachukua funguo na kutoka nje ya mlango wa sebule, ambapo pale nje kulikuwa na parking takriban iliyokuwa na magari 7 hivi. Akaangalia, akatikisa funguo kidoleni mwake, kisha akasema kwamba ngoja nichukue gari ile pale nyeupe. Akaingia na kupanda gari, kisha akaondoka zake. Takriban dakika 30 alifika mtaa, na hapo watu walikuwa kwenye perika za hapa na pale katika shughuli zao za kila siku ili kuhakikisha mkono unafika kinywani. Kwenye kibanda cha Good Luck, gari jeupe la kifahari lilisimama polepole pembeni mwa kibanda. Good Luck aliyekuwa akifuta jasho kwa kitambaa chake alinyanyua kichwa, akakutana macho kwa macho na binti Precious ambaye yeye alishusha kioo cha gari. Mtoto wa tajiri Elson kafuata nini mtaani huku? Precious alishuka taratibu, nguo zake safi na harufu yake safi ya manukato zilipingana sana na mazingira ya mkaa ama mazingira yale ya Uswahilini ambayo alikuwa amekanyaga ardhi ile, lakini hakuna aliyeweza kumzuia kuendelea kutembea kuelekea katika kibanda cha Good Luck. Alimkuta Good Luck akimalizia kuhudumia mteja wa mwisho. Alipoondoka yule mteja, Precious alisimama mbele yake kwa kutabasamu na kumpa heshima kidogo Good Luck. Habari ya mchana? Precious aliweza kusalimia. Good Luck alishtuka kidogo. Si kawaida yake kusalimiana na huyu binti au watu hadhi kama hii. Salama kabisa. Karibu nikuhudumie, alijibu huku akiinamisha uso wake kwa aibu ambayo alikuwa nayo. Si kawaida kwa Good Luck kuzungumza na binti mrembo kama yule. Precious alinyoosha mkono wake. Samahani, naitwa Precious na ni mara ya kwanza nakuja mtaani hapa. Good Luck aliitazama mikono yake yule binti, mikono ambayo ilikuwa imelainika kama vile mtoto. Akajitazama mikononi mwake pia kwamba mikono yangu ilivyo na masizi haya, na ushikaje ama nadiriki vipi kuushika huu mkono wa binti mrembo kama huyu? Kisha akatekesa kichwa. Hapana, mikono yangu ni michafu, imejaa na mkaa tu, naogopa nisije nikakuchafua. Alisema kwa sauti ya chini kidogo. Precious alitabasamu kwa upole. Usijali, mikono michafu ya mtu mwenye bidii haina shida. Sisi sote ni binadamu, kwa hiyo huwezi ukanichafua bana. Nina tissue hapo kwenye gari, kwa hiyo nitasafisha. Usijali. Akatabasamu huyu binti. Good Luck hakuwa na pingamizi, alimpa mkono na wakashikana kusalimiana huku wanatazamana. Kisha Precious akamuuliza, namtafuta mama mmoja anaitwa Mama Feti. Nimeambiwa kwamba anakaa hapa karibu. Nahitaji unielekeze vizuri kwamba ni wapi anapoishi huyu Mama Feti. Good Luck akamuelekeza vizuri, akimwambia kwamba aende moja kwa moja kisha geuke kushoto. Nyumba ya blue ndio hapo ambapo anapokaa huyu Mama Feti. Sawa, asante. Nashukuru sana kwa maelekezo yako, Precious akasema. Alipoingia kwenye gari, Precious aligeuka kumtazama Good Luck kwa mara ya mwisho, kisha akatabasamu na kuamua kupunga mkono
ishara ya kwamba alikuwa na muaga. Baada ya hapo akawa anapandisha kioo chake juu kuashiria kwamba inabidi asogee hapo ambapo alikuwa ameelekezwa. Goodluck alibaki kutazama gari likiondoka polepole, macho yake akiwa kama ametekwa. Kumbe hata Precious alikuwa anamtazama kwenye side mirror, kisha akajikuta na tabasamu tu. Baada ya Precious kuondoka, Goodluck alisimama pale pale pembeni ya kibanda akijikuta bado anatazama barabara aliyopita msichana yule mzuri. Hakuelewa ni wapi ama ni lini ama ni kitu gani kimempiga hafla moyoni mwake. Ilikuwa ni kama upepo tu wa kisulisuli, upepo laini uliopita na kubeba sehemu ya mawazo yake. Good. Sauti ya rafiki yake Musa ilimtoa kwenye dimbwi la fikra. We bwana, mbona unapotea hivyo wewe? Unamwangalia nani mpaka unakodoa macho kama umemwona malaika? Goodluck akatikisa kichwa akijaribu kuficha tabasamu la aibu. Ni swali ambalo limeulizwa na rafiki yake huyu ambaye amefika hapa. Hakuna bwana. Nilikuwa naangalia tu magari yanapita. Kuna gari moja imepita hapa, hatari kweli, ni gari ya kifahari kweli. Musa akacheka. Mbona sijai kukuona ukiangalia magari? Au gari limekuvutia? Au yule mmiliki wake ambaye anaendesha gari ndio kakuvutia nini? Goodluck hakujibu. Alijua akiongea atajikuta na tabasamu tena. Aligeuka na kuanza kupanga mifuko ya mkaa wake ambao ulikuwa katika biashara yake. Maana anajua mida hiyo wateja wanajaa wengi sana kibandani hapo. Upande wa pili, Precious alikuwa akiwasili kwa Mama Feti. Alisimamisha gari mbele ya nyumba blue. Precious alishuka na kubisha hodi. Mama Feti, mwanamke mwenye tabasamu pana, akatoka. Karibu mwanangu, karibu. Jamani, saizi umekuwa mkubwa kweli yani. Chuo kimekubadilisha sana ese, sio siri. Umekuwa. Haya, ingia ndani mwanangu. Bas, karibu. Precious baada ya kukaribishwa alimwambia hata hana haja ya kukaa, hajaja pale kukaa. Kilichomleta ni mzigo ambao alikuwa ameagizwa na mama yake. Precious akampa bahasha yule Mama Feti. Wakaongea kwa muda mfupi kuhusu mzigo, na alikuwa amemuuliza amepajuaje pale ikiwa hajawahi kufika hata mara moja, na alichomjibu ni kuwa yule kijana muuza mkaa ndiye ambaye akamuelekeza hapo. Na Mama Feti akasema, kumbe mfika kwa Goodluck kumuulizia njia. Mama Feti akaeleza. Precious akaema kwa tabasamu kidogo. Ndiyo, alinielekeza vizuri. Na hata mama aliniambia nikifika pale kwa kibanda cha muuza mkaa niweze kumuulizia, atanielekeza vizuri mpaka hapa. Mama Feti akacheka kwa sauti. Yule kijana ni mpole sana. Kazi yake ngumu lakini ana moyo mzuri sana. Yaani ana moyo wa dhahabu. Yaani kazi anayoifanya ni kushinda tu kuwa mweusi na mikaa ile pale, lakini moyo wake ni mweupe hatari. Watu wote hapa mtaani tunampenda. Anajituma na anajua nini anakifanya kuliko hata vijana wengine ambao wako na rika kama ya kwake. Vijana wengine ni wavivu, kazi ya kubeti tu, kupiga soga, si kuangalia mipira ya Simba na Yanga, lakini yule kijana anajituma, yuko punctual na muda wake. Maneno yale yalimgusa sana Precious kwa namna ya ajabu. Maneno ambayo aliyoyahisi alipomuona Goodluck kwa macho yake sasa aliunganisha na sifa za Mama Feti. Alikuwa anajisemea tu moyoni mwake kwamba inaonekana wewe kaka ni mstaarabu sana. Yaani hata nilipomfuata aliacha genge lake na kunisikiliza mimi. Hata nilipotaka kumpea mkono alikuwa hataki, kwamba anaogopa atanichafua. Ana heshima. Kisha akakumbuka yale maneno. Hapana, siwezi kukupa mkono wangu. Ni mchafu. Si unaona shughuli za hapa? Na mikono imejaa masizi. Baada ya kukumbuka hayo maneno alijikuta na tabasamu huyu binti Precious. Mpaka Mama Feti alimshtua kwa awali. Maana tayari mawazo yalikuwa mbali sana kwa binti huyu. Jamani Precious, mbona umetabasamu tena? Kuna nini kimekufurahisha? Hapana Mama Feti. Nimekumbuka mambo yangu tu.
ulivyotaja mambo ya chuo, alisema kwa aibu na kuangalia pembeni. Baada ya mazungumzo mafupi, Precious akaondoka. Akiwa nyuma ya usukani, mawazo ya Precious iliweza kurudi kwa Goodluck. Jinsi alivyotabasamu, jinsi alivyomnyenyekea, jinsi alivyojishusha kwa heshima aliposema, mikono yangu michafu, lakini kwa nini nafikiria kuhusu muuza mkaa? Swali hilo lilimuuma kichwa, lakini jibu lilikuwa halijaumbika vizuri. Baada ya muda alipita kwenye kibanda wakati anarudi kutoka kule kwa Mama Feti, na aliangaza macho huku na kule. Hakuweza kumuona huyo kijana ambaye anaitwa Goodluck. Kumbe Goodluck alikuwa kaenda kupeleka mkaa kwenye nyumba moja, hii ikiwa ni sehemu yake ya huduma ambayo alikuwa na agizo na wateja wake kwamba niletee mkaa sehemu fulani, anaenda. Niletee huku sijui kwa mama mtilie gani, anapeleka. Kuna muda unaweza kumkuta ofisini, lakini kuna muda pia unaweza kumkuta yuko katika raundi zake za kufanya hiyo delivery ya mkaa. Hivyo hawakuweza kuonana wakati anarudi, na baadaye aliamua kuondoka zake. Lakini alijikuta kama ameudhurumu moyo wake sana kwa kutomshukuru na kumwaga Goodluck. Lakini angelifanya nini? Aliamua tu kuondoka. Alipofika nyumbani, mama yake alimsikiliza kwa kifupi sana kuhusu mzigo kufika salama. Umemkuta Mafeti? Ndiyo mama. Na haukupotea sana kuelekea kwake? Maana unakuwa na mambo mengi sana. Amna mama, nilifuata maelekezo yako, ndio maana nimerudi mapema. Lakini mabega yake yalionyesha tofauti kabisa. Alikuwa na mawazo ya mbali sana. Alipowasili chumbani kwake, Precious alifungua dirisha na kusimama pale akitazama anga la juu na kufikiria mambo yake muhimu. Kweli maisha ya chini ni magumu sana. Ina maana ndio watu wanaishi namna ile? Kwa nini kila mara nawaza maneno ya yule kijana pale gengeni? Baada ya kuwaza mambo yangu mengine jamani, kwamba naweza nikapata wapi kazi baada ya kumaliza chuo. Alikumbuka maneno ya Goodluck, lakini pia macho ukarimu wake, jinsi alivyokarimiwa pale katika banda la mkaa. Macho ambayo yalionekana thabiti na ujasiri aliokuwa nao pale ambapo walipokuwa wakiongea. Kijana ambaye alikuwa anajiamini sana. Kisha akaenda sebuleni, alichukua glasi ya maji, akaendelea kutafakari. Goodluck upande wake alikuwa amerudi nyumbani. Chumba kidogo alichopanga, alijilaza kitandani akifuta mabaki ya masizi usoni mwake. Kisha aliingia bafuni akaoga, na baadaye akatoka na kurejea kwenye chumba anachokaa. Kisha alijitupa kitandani. Lakini badala ya kulala, alianza kukumbuka mkono wa Precious ulivyoshikamana na wake, mkono ambao ulikuwa ni laini kweli kweli kama vile wa mtoto. Mtoto wa kishua huyo. Mkono laini, ngozi safi kabisa, hata macho kimtazama. Macho ambayo hajazoea kupuliza mkaa, macho ambayo anatumia nishati safi kwao. Goodluck akaanza kuwaza pale kwamba kwa nini yule binti hakusita kushika mikono yangu iliyojaa mkaa? Huyu mwanamke kafanya kitu tofauti na wafanyaji wa watoto matajiri wengine. Kwa sababu hata pale tu kibandani kwangu wanakujaga mabinti wa mtaani ambao wamejichubua chubua, unajiona wana kingozi kizuri, wanaringa kweli yani. Kina Ashura. Lakini huyu binti mbona ameshuka pale, lakini wa tofauti sana. Anaongea vizuri, amenipa mkono, yani hadhi aliyokuwa nayo haringi hata kidogo. Ni kwa nini yuko vile binti? Swali hilo lilizaa tabasamu dogo. Akasema haya maneno kwamba natamani kukuona tena Precious. Leo umeifanya siku yangu kuwa bora zaidi duniani. Asubuhi ilianza kimya kabisa. Ni siku nyingine tena, lakini moyoni mwa Goodluck kulikuwa na makelele ya hisia tamu. Alikuwa amelala chumbani kwake kidogo, macho yamefumba, uso umejaa tabasamu. Ndani ya ndoto yake Goodluck alijikuta yupo fukweni. Mawimbi yalikuwa kigonga taratibu, upepo mwanana ukivuma
kwa upole. Pembeni yake alikuwepo binti Precious. Walikuwa wanatembea polepole kando ya bahari, wameshikana mikono, wakicheka, wakiongea mambo yao mbalimbali ya kawaida, lakini yenye maana kubwa sana mioyoni mwao. "Unajua Goodluck," Precious alisema kwa sauti ya upole, "kuna watu wanakaa kwenye maisha ya juu sana lakini hawana amani." Goodluck akamwangalia, macho yake akiwa na mapenzi yasiyo na hila. "Amani ni moyo, sio mazingira," akamjibu. Msikilizaji, ni katika ndoto hapa, Goodluck anaota bana. Walipofika karibu na maji, Precious akasimama akamtazama Goodluck kwa macho yaliyong'aa. Walikaribiana taratibu, pumzi zikawa nzito midomoni mwao. Sauti kali ikakatiza ndoto. "Goodluck! Goodluck!" Goodluck akashtuka, akafumbua macho kwa haraka. Mbele yake alisimama mama mwenye nyumba, mikono kiunoni. "Unaota nini asubuhi yote hii? Amka ufanye usafi kwanza, zamu yako leo chooni kule." Goodluck akakaa kitandani, akavuta pumzi ndefu, tabasamu likimjia kwa aibu. "Samani mama, naamka sasa hivi." Mama mwenye nyumba akaondoka, naye akainuka taratibu, akatikisa kichwa, akajisemea moyoni mwake kwamba ndoto mpaka inaonekana kama kweli. Precious. Lakini kwa binti Precious huku katika jumba la kifahari ushuani, Precious naye aliamka mapema sana kuliko kawaida. Hakuhitaji alarm, mawazo yake ndiyo yaliyokuwa yanamwaminisha kwamba kumekucha. Bila kuchelewa alitoka chumbani na kuelekea jikoni. Alimkuta Lydia ambaye ni dada wa kazi, tayari ameshaanza shughuli. "Shikamoo dada Lydia," Precious akasema kwa tabasamu. "Marahaba Precious," Lydia akamjibu kwa heshima. Lydia ni dada wa kazi, lakini kiumri walikuwa wametofautiana kidogo na Precious. Lydia alikuwa ni mkubwa. Precious akaanza kusaidiana naye kazi pale, kuosha vyombo, kupangusa meza na hata kufagia kidogo, kupanga vizuri vitu makabatini huko. Nadhani mnaelewa kazi za nyumbani zilivyo. Lakini muda mfupi baadaye, mama yake Precious akashuka kutoka juu. Aliposimama mlangoni na kumwona Precious akifanya kazi, uso wake ulibadilika sana. "Precious," mama yake akaita kwa ukali, "unadhani unafanya nini hapo?" Precious akasimama. "Mama, namsaidia tu dada kazi, hakuna shida mbona?" "Hapana," mama yake akajibu kwa ukali, "hiyo kazi ni ya Lydia, tunamlipa mshahara kwa hilo. Wewe acha mara moja hiyo kazi." Precious akajaribu kuongea kwa utulivu. "Mama, sio vibaya lakini kumsaidia, hata mimi pia nakuwa nafanya mazoezi. Achana na hiyo kazi." Mama yake kamkatiza. "Wewe ni mtoto wa nani? Rudi chumbani kwako." Maneno yale yakamchoma Precious moyoni. Bila kusema neno lingine aliondoka pale. Akapanda juu kwa haraka sana katika ghorofa. Nyumba yao ilikuwa ni ghorofa jamani. Alipofika chumbani akabamiza mlango kwa hasira. Akakaa kitandani, kifua chake kikijaa pumzi nzito ya hasira. Akazungumza kwamba kwa nini hawaelewi? Akajisemea peke yake, kwa nini kila kitu kinapimwa kwa pesa na hadhi? Mimi ni binadamu pia. Lydia ni binadamu pia. Kwa nini nikimsaidia kazi nini kitapungua? Msikilizaji bwana, Precious alikuwa ni mtoto ambaye kiukweli mpaka hapa ananivutia sana. Yaani kukaa na binti wa kazi au dada wa kazi, kumsaidia kazi sio jambo baya jamani. Kwamba kwa sababu unakulipa mshahara basi wewe mtoto hata haambiwi hata sogeza hicho kikombe. Yaani ni mtoto kwamba atumie kitu, dada wa kazi upo. Kila kitu dada wa kazi upo. Precious macho yake kaanza kujaa machozi, lakini akajikuta anajifuta haraka. Akanyanyuka, akachukua funguo za gari mezani. Nimechoka kukaa hapa, alilia kidogo, na baada ya kuona usingizi wenyewe haupandi, alitoka nje na kuwasha gari, kisha kuelekea kwa rafiki yake mmoja hivi ambaye mara nyingi hukaa naye
na kuzungumza naye wakibadilishana mawazo. Huyu rafiki yake anaitwa Aneth. Aneth ni binti anayetoka katika familia au maisha kawaida tu, maisha ya kati ya mid class, tabaka fulani la kati tu. Alimpigia simu rafiki yake Aneth na wakazungumza kidogo. Aneth, uko poa rafiki yangu? Ndio niko poa shoga yangu, uko wapi? Niko nyumbani ila nataka kuja huko rafiki yangu. Jamani, mbona asubuhi sana? Wewe acha tuane, wamenitibua mimi. Sawa, karibu bestie. Bas Precious alijiandaa hapo ili kuosha gari kuondoka zake. Upande wa Goodluck, baada ya kumaliza usafi, Goodluck alienda moja kwa moja kibandani kwake, hakutaka kusubiri. Akafungua, akapanga vifungu vyake vya mkaa na kusubiri wateja wake ama oda zake za mkaa. Hakuwa hata amekaa dakika 10, simu yake ikaita na mpigaji alikuwa ni Aneth. Goody? Ndio. Nahitaji ulete mkaa maeneo ya... Akaeleza sehemu yule Aneth. Haraka kidogo. Sawa nakuja sasa hivi. Goodluck akajibu. Akafunga mifuko ya mkaa, akaipakia kwenye baiskeli yake na kuondoka kuelekea sehemu ile ambayo alikuwa ameelekezwa. Kumbe Precious naye anaelekea huko. Njiani sasa, Precious akiwa amechoka na mawazo ya nyumbani, aliendesha gari lake bila mpango maalum. Alitaka tu kuondoka apate hewa, bila kujua anakoelekea maeneo yale ndiko anakokwenda Goodluck pia. Swali linabaki, je, Goodluck na Precious wataonana humu njiani? Precious alikuwa wa kwanza kufika kule kwa kina Aneth. Gari lake lilisimama mbele ya geti la nyumba ya yule rafiki yake. Precious akaamua kushuka katika gari na kuelekea katika ile switch ama kengele ya geti na kuweza kuipiga pale. Alibonyeza na geti likafunguliwa. Karibu bestie, Aneth akasema kwa tabasamu kumkaribisha Precious. Asante sana shosti yangu, Precious akajibu huku akiingia ndani. Walikaa sebuleni. Precious bado alikaa na hasira sana iliyojaa moyoni mwake. Aneth, sijui mama ana shida gani? Precious ilianza kwa sauti nzito kidogo katika mazungumzo yale. Nataka tu kusaidia kazi kidogo. Ananikalipia kama nimefanya kosa kubwa. Yaani kila kitu kwake ni pesa tu mama, na kujali hadhi. Kana kwamba binadamu wengine hawana thamani yoyote ile duniani. Hivi Aneth, eti kumsaidia dada wa kazi eti ni kosa? Aneth akatikisa kichwa kwa huruma. Precious, wewe ni rafiki yangu. Unajua wazazi wengine tuwavumilie tu kwa sababu labda ni wazazi wetu. Mama, baba. Wengine wanadhani kwamba kutunza hadhi ni kuwafanya watoto wao wawe mbali na maisha ya kawaida. Lakini ukweli ni tofauti, Precious. Precious akainama kidogo, akazungumza kwamba naumia sana Aneth. Usiumie bwana, jikaze rafiki yangu. Haya yote ni maisha, na naamini kwamba ataenda kukaa sawa tu. Hutaki kuumia sana. Halafu shukuru Mungu una roho nzuri, maana watu wengine kwao ni pambe. Yaani watu kwao ni pambe. Ushakutana na rafiki kama huyo? Yaani tu rafiki wa kike kwa kike tu hivyo, watu wanarengeana. Nazo akamtumia mtu message WhatsApp akakublue tick, anakuangalia tu. Au anajisikia tu, mtu ana majivuno fulani, kujisikia kujiona yeye ni wa thamani kuliko mtu mwingine. Kwa it's okay, yani ni kawaida sana. Turudi kwa Goodluck. Goodluck akiwa nje ya geti la nyumba ambapo alikuwa anaishi Aneth, aliona gari na alipolitazama vizuri, kama alishawahi kuliona sehemu hivi, akaanza kuzungumza kwamba ili gari mbona kama nilishawahi kuliona sehemu hivi. Sijui hata ni wapi. Goodluck aliwasili akiwa na baiskeli yake, akaweka mifuko ya mkaa karibu na geti. Alipokuwa anajiandaa kugonga, simu yake ikaanza kuita. Alipoangalia, uso wake ukabadilika kidogo. Hello? Goodluck, tumechoka kukutafuta jamani. Sauti kali ilisikika. Watu ushuru hapa,
leo hatutaki mchezo. Ukikosa kulipa kibanda chako kinabomolewa. Moyo wa Goodluck ukapiga kwa kasi. Naomba mnipe muda kidogo. Hakuna muda. Leo tunahitaji kulipa malipo yako ushuru. Simu ikakatika. Na mtu aliyeongea inaonyesha kabisa kwamba alikuwa na hasira naye kiasi kwamba leo ndio ulikuwa ni mwisho wa kumvumilia na maamuzi magumu yangelifuata. Goodluck akasimama pale kwa sekunde chache, akavuta pumzi nzito, akaangalia mifuko ya mkaa, kisha akaamua haraka sana kuiacha ile mizigo pale getini. Akatuma ujumbe kwa Aneth kwamba nimeacha mkaa getini, kuna shida imetokea hafla kule ofisini kwangu, naomba uichukue hapo nje. Hakukawia, akapanda baisikeli yake na kurudi haraka sana kibandani kwake, bila kujua ndani ya mjengo yupo mrembo Precious. Ndani sasa kwa Aneth aliweka simu na kuvuta pumzi kwa nguvu, na baada hapo akamtazama shoga yake Precious. Bestie, kuna nini? Precious akauliza. Kuna kijana mmoja nimemwagiza mzigo na kauacha getini, kasema kwamba ana shida imetokea kidogo. Wanamtishia kubomoa ofisi yake. Aneth akainuka mara moja. Ngoja basi nikauchukua mzigo getini. Alitoka nje. Aneth alibeba mifuko miwili na kuiingiza ndani. Kisha akamtumia Goodluck ujumbe wa kumfariji. Pole sana. Uwe na nguvu na mimi na imani yataisha tu. Ila kikubwa ya mizigo nimeipokea vizuri, nimeibeba. Leo nimebeba mwenyewe. Ila yako je uchukue baadaye kama saa 1 hivi ukishamaliza shughuli zako. Mara kidogo ujumbe ukaingia katika simu ya Aneth. Sawa, hakuna shida da Aneth. Nitapitia baadaye, hata usijali. Aliandika hivyo Goodluck na Aneth alimsave tu herufi moja ambayo ni G, yani Goodluck. Na baada hayo yote mazungumzo yake na Precious yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Aneth akavuta pumzi. Yani Shogile, kuna kaka mmoja sijui kama umeona, lakini ana kitu fulani hivi. Si sura tu, ila kuna namna ambavyo anapambana na maisha. Precious akanyanyua macho. Mkaka gani tena huyo shoga yangu? Ngoja nikae vizuri nipe ubuyu. Alikaa vizuri na kumsikiliza rafiki yake Aneth. Aneth akacheka kidogo. Akamwambia Precious kwamba sikutaji jina lake, maana wewe ni mtoto wa geti kali, hauwezi kuwajua watu wote kwa majina. Sababu wewe muda wote uko ndani tu, kazi ya kufuatilia tamthilia huko, si Netflix si wapi. Lakini wewe kaka nampenda sana jinsi anavyohangaika kwa heshima yake. Yani Precious anaonekana mtu wa kweli. Ini sio wale vijana siku hizi wa Gen Z hawa jamani. Wanaume kujifanya kujishaua tu muda wote, mwanaume asubuhi kaoga akapaka perfume. Sasa unaenda kufanya kazi ya nani? Precious akajikuta kitabasamu bila kujua. Kweli? Akauliza. Ndio bestie. Kama ingekuwa yani kama ningekuwa na mwanaume kama yule, I say yule ingekuwa ni mfano. Ningetaka awe kama yeye. Aneth akaongeza kimwaga hisia zake. Precious akashangilia kumshangilia rafiki yake. Akamwambia unajua nini? Wanaume wana hiyo ni wachache sana siku hizi, yani wachache mno. Lakini moyoni mawimbi ya hisia yalikuwa kipanda. Aneth akamgeukia hafla. Wewe je? Ni mwanaume gani ambaye anakuvutia au unasubiri watoto wa vigogo walete posa? Precious akakaa kimya baada ya lile swali kutoka kwa Aneth. Akapeleka macho mbali, kumbukumbu zikamrudia katika siku ambayo alipokutana na Goodluck kwenye kibanda cha mkaa na jinsi mazungumzo yao yalivyokuwa pale. Pambe. Maneno yale aliyakumbuka kijana Goodluck kwamba mikono yangu ni michafu. Jinsi walivyotazamana, jinsi walivyosalimiana, jinsi Goodluck alivyomkarimia na kumuongoza mpaka afike pale kwa Mama Feti. Akatabasamu tu kwa aibu. Hamna bado. Mimi sijaona mwanaume shoga yangu. Si unajua mapenzi ya kukurupuki? Yaani huwezi ukakurupuka tu ndugu yangu. Unaweza ukajikuta umeingia kichwa miguu na miguu humo ndani. Akasema kwa sauti ya chini. Hakujua kwamba mwanaume anayemvutia yeye na mwanaume anayemvutia rafiki yake ni mmoja tu, ambaye ni Goodluck. Unadhani nini ambacho kitaendelea katika hii simulizi?
Hakikisha msikilizaji umesubscribe, lakini linapokuja tangazo usiskip ili kunipa mimi nguvu na kuboresha huduma ya simulizi kutoka Chilimo Simulizi. Kama hujasubscribe hapo katika YouTube channel, baada ya ile neno Chilimo Simulizi mbele kuna neno limeandikwa subscribe. Subscribe. Kisha ruhusu hiyo alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi pale ambapo nitakuwekea hewani. Kikubwa tu msikilizaji kwamba mpaka sasa mapenzi yameanza kuchora pembe tatu ya hisia. Ukweli ukifichuka, urafiki utaishia hapa kati ya Aneth na Precious? Na Goodluck ataokoa kibanda chake kule ambako amepigiwa simu na wale watu wa ushuru? Wale watu ambao wanatoza ushuru? Nadhani watu wa serikali hao. Watu ambao walimpigia simu mara moja kwamba leo tutaki utani, tunataka ulipe mara moja. Goodluck kwa upande wake alifika kibandani akiwa amechoka sana, jasho likimtoka. Na hii yote ni kutokana na kuendesha baiskeli kwa haraka na kwa pupa. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi. Alijua kile kilichomsubiri hakikuwa kizuri. Kabla hata hajafungua mdomo, alikuta watu wa ushuru watatu wamesimama pembeni ya kibanda. Mikono kiunoni, nyuso zao zimejaa ukali kweli kweli. Goodluck, mmoja wao akapaza sauti. Leo tumekukamata. Unadhani sisi ni wajinga sana? Kila siku tunakutafuta unatuchezea akili. Ina maana kwamba hujui wajibu wako hapa? Juu ya biashara ambayo unaifanya? Goodluck akavuta pumzi ndefu, akashuka kwenye kibaiskeli chake polepole. Hapana wakubwa, si wakimbii, nilikuwa nimetoka kupeleka mzigo pahala. Achana na hadithi. Mwingine akamkazia kwa kelele. Ushuru haulipi kwa maneno. Kwa nini ulipi? Unafikiri kwa kuwa unauza mkaa kwa hiyo huna wajibu wa kulipa? Watu waliokuwa wakipita walianza kusimama, wengine wakitazama kwa huruma lile picha ambalo lilikuwa likiendelea pale katika biashara Goodluck. Wengine kwa hofu walikuwa wanatazama tu. Goodluck alijikuta katikati ya macho ya watu wengi sana, akihisi aibu na maumivu makubwa kwa wakati mmoja. Wakubwa zangu, Goodluck alianza kwa sauti utulivu lakini yenye maumivu makali. Siwezi kukataa. Nilikuwa na changamoto kidogo miezi iliyopita. Biashara ilidorora sana. Nikapata matatizo ya kifamilia, lakini sijakataa kulipa wala kukwepa wajibu wangu wa kulipa. Changamoto zako sio kazi yetu. Yule wa kwanza akapaza sauti kwa mara nyingine. Sisi tunataka pesa. Miezi 4 hujalipa ushuru. Unajua hilo ni kosa la maana gani? Na adhabu yake unajua wewe? Goodluck akainamisha kichwa, akazungumza kwamba nalijua. Naomba mnipe muda kidogo. Nitaanza kulipa taratibu. Walitazamana wao kwa wao, kisha mmoja wao akacheka kwa dharau kidogo. Muda gani? Kila mtu ana hadithi. Kila mtu ana matatizo. Usifikiri wewe ndio una matatizo peke yako hapa duniani. Mwingine akasogea karibu na kibanda, akaanza kukigusa kana kwamba anapima uimara wake. Kibanda hiki kinaweza kubomolewa muda wote ule. Maneno yale yalimchoma Goodluck moyoni mwake. Hapana tafadhali, hapana, akasema kwa sauti ya kukata tamaa. Hiki kibanda ndio maisha yangu, ndicho kinachonilisha na kuwapa tabasamu wazazi wangu kule nyumbani. Niko tayari kufanya chochote. Baada ya kimya kifupi, yule aliyekuwa anaonekana kiongozi akasema, sawa, tumeamua kukuelewa kwa leo. Moyo wa Goodluck ukapiga kwa matumaini, lakini akaongeza, utatoa faini shilingi 20,000 na utalipa fidia miezi 4 na ushuru uliokosa. Leo. Goodluck akashtuka. Wakubwa zangu, hiyo pesa ni kubwa sana kwangu kwa leo. Akaendelea kulalamika pale Goodluck. Nipende hata muda siku chache. Hapana, wakajibu kwa pamoja. Tunachotaka ni pesa leo. Goodluck akafumba macho kwa sekunde chache. Ndani ya moyo wake alihisi uchungu, hasira na unyonge, lakini hakuwa na pa kukimbilia. Alitoa shilingi 30,000 ambayo ilibidi yaitoe tu, pesa ambayo alikuwa amewekeza kwa ajili ya pango ya nyumba. Aliwapa shilingi 20,000 na kubaki na shilingi 10,000. Sawa, akasema kwa sauti ya chini. Nitajitahidi kulipa,
wakamkodolea macho, kisha wakamwacha na kuondoka zao, wakimwonya kwa ukali, usitupotezee muda, unatuelea good luck. Wakati ujao hatutaongea na wewe, bali ni vitendo tu. Walipoondoka, good luck alikaa chini kwenye kiti cha mbao, akashika kichwa chake kwa mikono. Jua lilikuwa ni kali sasa, lakini joto lililokuwa moyoni mwake lilizidi. Haya ndio maisha ya mtu wa chini, aliweza kujisemea good luck. Unapambana lakini bado unanyanyaswa na unanyang'anywa. Pesa yote inaishia kwenye mapango na madeni. Aliendelea na biashara ya kuuza mkaa angalau apate hata hela kwenda kumdanganyia tu mama mwenye nyumba, japo shughuli ya yule mama hakuna mpangaji yeyote yule ambaye hamjui. Huyo mama mwenye nyumba ambaye Good Luck alikuwa kaishi hapo, akiamua kukudhalilisha basi na kudhalilisha kweli. Muda ulipita na jioni ilifika. Mara na kagiza saa moja kalianza kunyemelea ule uso wa dunia. Good Luck alifunga kibanda chake na kuanza kujiandaa kurudi nyumbani, japo hana raha na anajua mama mwenye nyumba leo alisema hacheki na yeyote bila hela. Akiwa amechoka, mwili umelemewa na mawazo mazito ushuru, aliweza kurudi nyumbani. Kila hatua aliyopiga ilikuwa ni nzito, kana kwamba ardhi ilikuwa inamvuta chini. Alipofika mbele ya chumba chake, mapigo ya moyo wake kama alikuwa amesimama hafla kwa kile alichokiona. Mlango ulikuwa umefungwa kwa kufuli, tena kufuli kuu zito kubwa, yaani kwenye kufuli kwenye mlango wake. Mlango kuingia chumbani kwake, kufuli hilo lilikuwa linaning'inia tu. Kufuli lingine tofauti na ile funguo ambayo alikuwa nayo. Good Luck akasimama kimya kwa sekunde kadhaa. Akalitazama lile kufuli, akajaribu kuligusa, akavuta kidogo. Hapana, imefungwa kabisa. Hiki ni nini tena? Akajisemea kwa sauti ya chini. Lakini kabla hajapata jibu, sauti ya mama mwenye nyumba ikasikika kutoka upande wa pili wa nyumba nyingine. Good Luck, usijaribu kufunja mlango wangu wewe. Good Luck akageuka haraka. Mama, shikamoo. Kwa nini mlango umefungwa mama? Mama mwenye nyumba akamsogelea kwa mwendo wa hasira, mikono ikiwa nyuma, huku kafunga kangake vizuri. Kwa sababu hujalipa lango ya kodi. Unafikiri nyumba hii ya bure? Nyumba ulijenga wewe, alijenga babako hii? Good Luck akavuta pumzi ndefu. Akatoa pesa mfukoni, akarudisha, akaichukua tena, akarudisha. Akaanza kuzungumza, mama, nina shilingi 10,000 hapa kwa sasa. Nimepata hasara leo, nimebananishwa na watu wa serikali kwenye biashara, wale watoza ushuru. Wamechukua pesa yangu yote mama, ambayo nilikuandalia wewe, na ndo nimebaki na hii tu mama. Nipe siku chache hivi nitashughulikia hili. Good Luck, achana na hadithi. Achana na hadithi kwenye maisha yangu. Nataka kodi yangu leo. Mama mwenye nyumba kamkatiza kwa sauti ya ukali. Pango ni shilingi 30,000. Sitaki kusikia visingizio vya ushuru hapa. Biashara, mimi nataka kwa biashara hapo. Nenda kalale kwenye mkaa wako huko. Mbona unanizia mkaa sija hata kutumia bure hata siku moja? Mbona nakupa hela? Acha huni kijana wewe. Yule mama alikuwa anaongea shiti kweli kweli jamani. Ya maisha Uswahilini ya hatari. Good Luck akajaribu kujitetea lakini sauti yake ilikuwa ikitetemeka kidogo na kuishia katika majibu yule mama ambayo yalikuwa ni hatari. Mama, leo watu ushuru wamelazimisha sana kulipa pesa. Nilibakisha hii tu, nimebakiwa na hii mama. Mungu wangu shahidi mama, naomba hata siku 2 tafadhali. Mama mwenye nyumba akacheka kwa dharau. Unaniona mimi ni nani eti? Benki au kikoba? Kila mpangaji ana shida zake. Ukishindwa kulipa kodi ondoka, atakuja mwingine. Good Luck akasogea hatua moja karibu na unyenyekevu kabisa kwa ule mama, akasema, mama, naomba unielewe, sina pa kwenda leo. Hata nikiweka hii 10,000 kama sehemu ya malipo, kesho namalizia mama. Usiku nitaenda wapi mama? Umeshafunga mlango wangu mama. Wewe ni msumbufu wewe. Mama mwenye nyumba akapaza sauti. Yaani wewe mama, hata ukiongelea taratibu ni anakupelekea moto tu. Yaani atajibu kwa sauti kubwa mpaka wapangaji wote wajue kwamba unadai wa kodi.
Huyu mama alikuwa anaongea hatari. Anasema kila siku kulalamika, kama una hela rudi kwa wazazi wako, mjini pamekushinda si nini, mimi sitaki wapangaji maskini wa babaifu. Huyu mama ndo maneno ambayo alikuwa anazungumza. Maneno yale yalimuuma sana Good Luck. Maana alikuwa anapitia wakati mgumu sana, kama kote wanamnyanyasa na kama vile hana haki ya kusikilizwa, yani alikuwa na mawazo sana. Wapangaji wengine wakaanza kuchungulia bana, wanaanza kupekenyua vidirisha vyao wanachungulia, wengine wakitikisa vichwa, wengine wakijifanya hawaoni vile. Aibu ikamvaa Good Luck kama mzigo mzito. Chukua hela yako hiyo. Mama yule sakamrushia bwana Good Luck pesa. Mama mwenye nyumba akaongeza kwa dharau, sitaka hata senti moja hapa hadi ulete yote, otherwise toka leo haingie mpangaji mwingine. Mlango uliendelea kufungwa, yani kadinda, na akazungumza tena kwamba mlango utafunguliwa ukishalipa pesa kamili. Good Luck akasimama kimya, macho yake akimtazama yule mwanamke kwa sekunde chache. Alitaka kusema mengi lakini maneno yakamkataa. Akarudisha pesa mfukoni polepole. Bila kusema neno aligeuka na kuondoka. Hatua zake zilikuwa nzito. Moyo wake umejaa maumivu, Good Luck, hasira na maswali yasiyokuwa na majibu. Akaenda kukaa chini ya mti pembeni ya nyumba, akiinama, akajishika kichwani mwake. Leo ni siku mbaya sana kupita zote, akajisemea kwa sauti ya chini. Ushuru, pango, dharau, matusi, hadi lini? Mbona mimi nafanya kazi kwa bidii, kwa nini matatizo hayaishi? Lakini akiwa kakaa pale chini, kuna binti mmoja anaitwa Susan. Yeye anakaa peke yake. Alimtazama akiwa mlangoni, kisha akaona hawezi ona mtu akitezeka. Alimfuata bwana. Muda huo Good Luck alikuwa na mawazo sana na kumwambia, Good Luck, njoo ulale kwangu. Utalala kwenye kochi tu mpaka asubuhi na utaangalia utafanyaje hiyo kesho. Binti Susan alizungumza. Good Luck alishtuka na kugeuka haraka sana kumtazama. Je, Good Luck atakubali kulala chumba kimoja na huyo binti au atakataa? Hivi msikilizaji, kuna urafiki kati ya binti na kijana? Najua Good Luck alikaa pale chini ya mti kwa sekunde kadhaa baada ya Susan kumwambia vile. Good Luck, njoo ulale kwangu. Hata kama kwenye kochi tu kama nilivyokuambia, alafu kesho utaona nini cha kufanya. Alinyanyua uso wake taratibu, akamtazama Susan kwa macho yenye shukurani lakini pia hofu. Asante Susan, alisema kwa sauti ya chini. Lakini siwezi. Najua nikiingia ndani kwako nitajiingiza kwenye majaribu makubwa. Sitaki kukosea Susan. Sitaki kuivunja heshima yako wala wewe ivunja kwangu. Susan akamkodolea macho kwa mshangao. Lakini Good Luck, utaenda kulala wapi usiku? Nje, ikiwa tunashuhudia sisi majirani. Good Luck akatikisa kichwa na kusema kwamba usijali, nitaona pa kwenda. Susan hakuridhika, akasimama kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akatoa simu mfukoni. Kaa hapa, alisema. Naomba nifanye kitu. Bila kuchelewa, alimpigia rafiki yake wa karibu ambaye alikuwa anaitwa Morris. Morris, alisema kwa sauti ya msisitizo, naomba msaada. Kuna kijana anaitwa Good Luck, leo amefungiwa chumba chake. Unaweza kumpa hifadhi ya kulala usiku wa leo? Kulikuwa na ukimya kidogo upande wa pili wa simu, kisha sauti ya Morris ikasikika. Hakuna shida Susan, mlete. Susan akakata simu, akamgeukia Good Luck. Morris amekubali, nenda ukalale kwake leo. Good Luck akasimama na macho yake yakimeta hivi kwa shukurani. Asante sana Susan. Sijui nikulipe nini au ningekufanyia nini, ila wema wako nitaendelea kushukuru sana miaka yote. Susan akatikisa kichwa taratibu na akamjibu kwamba hakuna haja ya maneno mengi. Kesho ni siku nyingine. Kisha akamwambia tena kwamba kwa Morris sio mbali sana, wewe pita nje tu. Njia hii hapa. Hii nyoka nayo moja kwa moja, ukifika mbele pale utakuta kuna duka la dawa. Limeandikwa Sharon Farmers. Pita hiyo njia ndogo ndogo, utakuta mbele kuna geti kubwa hivi jekundu, achana nalo hilo. Halafu nyumba upande wa pili ile upande wa kushoto. Hapo
kama utamuona kijana Morris yuko nje, basi utagonga tu ile gate, atafungua mlango. Good luck alifanya vivyo hivyo alivyoelekezwa. Alipita na kufuata maelekezo Susan, na kweli kwa mbali alimwona kijana Morris akimpungia mkono kwamba jamaa nyoshi pale. Jamaa alikuwa kavaa bukta tu ya blue na vesti nyeupe. Alimpokea na kuingia ndani. Turudi nyumbani kwa Morris. Good luck alifika nyumbani kwa Morris. Muda mfupi tu baadaye, Morris kijana alikuwa ni wa kawaida sana, mwenye moyo mpana. Alimkaribisha bila maswali mengi. Karibu bro, Morris alisema. Leo pumzika tu na jisikie kama uko nyumbani. Walipokaa sebuleni kabla ya kulala, walizungumza kwa muda mrefu kuhusu maisha, biashara na changamoto nyingi sana ambazo vijana wengi wanakutana nazo. Hii yote ikiwa inaashiria kwamba wote walikutana wakiwa na ndoto. Pole sana kaka. Haya ndio maisha. Ni kweli Morris. Tunazoea taratibu tu kila siku ambayo tunakutana nao mapya. Kuna watu wakateli sana kweli. Hivi mtu anakufungiaje chumba usiku kisa tu hela ya pango? Sasa kaka, unadhani ningefanyaje? Kweli hapo hukuwa na namna yote zaidi ya kupambana tu kibingwa kutafuta namna nyingine. Nimejifunza kaka Morris kwamba kwenye maisha ni vyema kutafuta cha kwako, maana cha mtu ni mavi, kama Waswahili walivyosema. Cha mtu kitakutokea pwani siku moja. Ni kweli. Maisha hana huruma, Morris alisema. Lakini binadamu wanatakiwa kuwa na huruma. Good luck akatikisa kichwa na kusema kwamba leo nimejifunza hilo. Walipiga story nyingi sana kuhusu maisha. Walijikuta usingizi unaupata saa 9 usiku, na baada ya muda hatimaye usingizi uliwachukua wote wawili. Asubuhi kulipopambazuka, Good luck aliamka mapema kuliko kawaida. Alimshukuru Morris, akajiandaa na kuendelea na majukumu yake moja kwa moja kibandani kwake, huku kichwani mwake anawaza hela kulipa pango ya mama yule wa Ngwasuma. Ataipata wapi? Hilo ndio swali ambalo lilimtesa sana akilini mwake, asijue kwamba angelifanya nini. Alikuwa anawaza hayo mambo mengi sana, maswali ambayo yalikuwa yanamtesa akili yake. Baada ya mawazo hayo ambayo yalikuwa yamemsonga, nusu agongwe na bajaji. Sema tu ile dereva aliwahi kupiga breki, lakini hakumwacha salama, alimpa kitu kizito. Acha ujinga we. Hinje sio baba yako we. Unajua madereva tena bajaji mtaani wana maneno ovyo ovyo. Samahani bro, nimekosea, alisema Good luck kwa nyonge. Jamaa alimsonya na kuendelea safari yake. Safari yake ilikuwa sio ya muda mrefu, lakini mawazo yalifanya ionekane ndefu. Alikuwa anajitazama alivyovaa na akajisemea, ina maana mimi ni maskini sana kiasi kwamba kila mtu ananitukana mimi barabarani? Au kuna kitu kingine? Mbona watu wananichukia sana, tena ni wengi tu kuliko ambao wananipenda mimi? Alipofika pale kibandani, alishtuka. Aneth alikuwa amesimama nje ya kibanda, uso wake umejaa hasira na wasiwasi. Good luck, Aneth akapata sauti akimuuliza kwamba ulikuwa wapi? Kwani upokea simu zangu? Good luck akavuta pumzi ndefu na kuzungumza kwamba samani Aneth, jana nilipitia mengi sana mwenzako. Akamueleza kila kitu: ushuru, pango, kufungiwa mlango, kulala nje, kwenda kulala kwa huyo mtu ambaye anaitwa Morris. Aneth akamkataza kwa maumivu. Kwa nini ukunipigia simu Good luck? Mimi si rafiki yako. Ungeniambia ningekusaidia Good luck. Good luck akainamisha kichwa chini. Nilikuwa nimechanganyikiwa Aneth. Bila kusema neno lingine, Aneth akatoa pochi yake, akatoa fedha, akamkabidhi Good luck. Chukua, alisema kwa sauti thabiti kabisa. Shilingi 30, nenda ukamlipe we mama. Ukiwa na shida niambie Good luck. Maana una namba yangu na mimi na namba yako. Sijajua kizuizi kiko wapi cha hapo kutaka kupiga simu pale ambapo utakutwa na mabaya. Good luck akashtuka. Aneth, hii ni pesa nyingi sana ambayo sidhani kama uliplani kunipa. Ni bora
utumie kwenye mambo yako tu na sio ya kwangu tafadhali. No, good luck. Kama hii ni hela ni kwa ajili ya kufanyia mambo yangu, basi wewe ni miongoni mwa hayo mambo yangu, alisema Aneth, huku anamtazama Good Luck machoni, kionyesha dhahiri kabisa kwamba alikuwa amebeba kitu kizito sana maoni mwake kuhusu ama kumhusu Good Luck. Macho pekee yalikuwa anasema hicho kitu, ila mdomo ulikuwa umeshindwa kusema hicho kitu. Yaani mdomo ulikuwa ni mzito kama timbulo. Na hali hiyo Good Luck kaigundua. So unajua mapenzi tena ni kama mvua. Nikiwa inanyesha tu lazima uione ile ujue panapovujia ni wapi. Good Luck alitaka kupiga magoti, lakini Aneth akamzuia haraka sana. Hapana, usipige magoti. Usinipige magoti Good Luck. Anastahili shukrani ni Mungu pekee. Akamgeukia akaondoka zake bila kuangalia nyuma. Good Luck alibaki amesimama pale akimtazama akiondoka, macho yake yakiwa yamejaa machozi yasiyotoka. Bado kuna watu wazuri duniani, alijisemea Good Luck kwa sauti ya chini. Good Luck alisimama pale kwa muda mrefu baada ya Aneth kuondoka. Mkono wake ulikuwa bado umeushika ile pesa ambayo alikuwa amepewa, lakini kichwani mwake akiwaza mambo mengi sana. Hii pesa amenipatia Aneth imebeba zaidi ya thamani yake. Good Luck hakupoteza muda, alifunga kibanda haraka na kuelekea nyumbani kwa mama mwenye nyumba. Moyo wake ulikuwa bado unauma sana, lakini angalau sasa alikuwa na jibu la swali ambalo lilikuwa linamtesa akili yake usiku kucha. Kule nyumbani kwa mama mwenye nyumba, alipofika tu alikuta mama mwenye nyumba amekaa nje kwenye kiti akipeta zake mchele. Tena alikuwa akiongea na jirani zake kama kawaida yake. Alipomwona Good Luck tu anakuja, akakunja uso wake. "Umerudi tena eh?" alisema kwa dharau. "Umeleta hadithi au pesa? Maana maisha yako kama storybook ile nani ya Wasafi. Unababwaja sana yani. Na vitendo hamna." Good Luck hakujibu chochote, alitoa pesa mfukoni, akaweka pesa mezani, kimya. "Hii pesa ninalipia pango ya mwezi." Mama mwenye nyumba alishangaa kidogo, lakini hakutaka kuonyesha. Alihesabu pesa haraka, akatabasamu na kusema, "Jitahidi basi unalipa haraka. Hapo mimi na wewe tutakuwa tugombani. Sawa bosi wangu?" Jamani hao wenye nyumba hawa, ukitaka uone tu rafiki yako ni kwenye pesa, kosa hela uone ndio utamwona mwenye nyumba anakupenda au kupendi. Sawa. Good Luck akaitikia kwa sauti kavu. "Ngoja nikaondoe kufuli basi. Karibu kwenye nyumba yako, kwa chumba chako jamani Good Luck." Jamani mama anapozungumza kama si yule ambaye alimfanyia Good Luck mabaya usiku wa jana. Angelimvumilia tu kidogo kwamba usiku mmoja kijana wa watu si angeshampatia hiyo pesa. Kwa nini kamfanyia yale yote? Good Luck akavuta pumzi na kusema kwamba asante mama. Lakini mama mwenye nyumba hakujali shukurani. "Na unajua Good Luck, sitaki drama tena jamani. Mwezi ukifika jamani, kuwa tayari kulipa pesa." Good Luck alitikisa kichwa kwa unyenyekevu na kusema kwamba nimekuelewa mama. Aligeuka kuondoka, huku moyo wake ukiwa mchanganyiko wa ushindi mdogo na maumivu makubwa. Ushindi wa kulipa kodi, lakini maumivu kujua hana usalama wa kesho. Yule mama aliweza kurudi kwa mashoga zake na kuendelea kupiga maombea pale. Yote wa mama uswahilini hawa, tena ni kuhusu Good Luck. Na mama mwenye nyumba ndio mwenyeji, yani mwenyekiti wa kamati ya roho mbaya. Shoga yangu, huyu kijana aliyekondeana hapa ni nani?" aliuliza mmoja wa mashoga zake. Aka ni kama maskini kamoja hapa kanapanga kana kachumba kile cha mwisho." "Aka ndugu yangu, nitampeleka wapi mie kimbaumbao kama yule? Unataka nipeke kesi yako huwa?" "Ala." "Na kweli shoga yangu, unapendaga wanaume usio na hela tangu lini?" "Wewe unapenda sasa." "Mimi najua wewe unapenda matajiri. Sasa huyu kama kodi alipi tu. Unadhani nitakula nini? Nitasuka nini? Nitavaa nini? Upo nyonyo, upo titi." "Shoga yangu, nilikuuliza tu. Mbona unanichamba sasa hivi?" "Hapana bwana, nakutania shoga yangu." Basi mazungumzo haya yaliendelea pale kati ya hawa mashoga wawili wa mama mtaani, wa mama Uswahilini. Ni mazungumzo ambayo yalikuwa yanamzungumzia vibaya Good Luck.
Na haya maneno Susan alikuwa anasikia kabisa na kuzungumza kwamba aise, watu wana roho mbaya. Kama leo mpangaji mwenzetu anafanyiwa hivi, kesho sisi anaweza katukuta. Aliyekuwa anasikiliza haya maneno Susan yule mpangaji mwenzie na Goodluck, yule binti ambaye alitaka kumsaidia kwamba alale pale, lakini bado alimsaidia kwenda kulala kwa yule kijana Morris, ndiye ambaye alikuwa anazungumza haya maneno. Msikilizaji, unaonaje tukishia hapa katika sehemu ya kwanza? Sehemu ya pili tutaipata hapo mapema kabisa asubuhi. Sehemu ya pili tutaisikiliza kutaka kufahamu kwamba uhusiano kati ya Anneth na Precious umeishia wapi, lakini pia uhusiano huu ambao umeanza kuingia upendo wa dhati kati ya Anneth dhidi ya Goodluck utaishia wapi. Kumbuka Precious ana mambo mengi sana ya kusimulia. Lakini familia ya Precious vipi, itaishi vipi na ule dada wa kazi ambaye ni Lydia, ikiwa tayari mama ya mtu ameshaonesha ishara tosha kwamba ana utenganifu, ana ukandamizaji, anajali kwamba dada wa kazi afanye kazi. Yaani ni vitu ambavyo Precious alikuwa vipendi. Alichokuwa anatamani yeye ni kufanya kazi kwa pamoja, kushirikiana, kumjali mtu, kumthamini bila kujali hadhi. Ni vitu ambavyo alikuwa anazingatia sana huyo binti. Mimi na wewe hatufahamu, ila penzi alijifichi. Subscribe na kucomment kupitia Chilimo Simulizi, lakini pia share kwa marafiki kwa kulike na kushare hiyo link ambayo inapatikana kupitia Chilimo Simulizi. Karibu na endelea kurahani simulizi kutoka hapa Chilimo Simulizi. Sehemu ya pili itakujia ambayo itakuwa ni sehemu nzuri kabisa. Lakini kumbuka ule mzigo wa Prisoner Amos kijana Zabron, mambo ni moto kule. Mwamba amepotea na erizi yake haionekani. Sijui Bruno kwa mambo itakuwaje. Endelea kufuatilia simulizi ambayo ninakuwekea hapo. Mambo ni moto moto.